Mheshimiwa Mama Kikwete. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mungu. Hatimaye nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya ndani ya taifa letu. Sambamba na hilo, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wetu wa Mifugo, Mheshimiwa Ashantu Kijaju, pamoja na naibu waziri na watendaji wote katika wizara yake. Mheshimiwa Waziri, kwa kweli unafanya kazi kubwa na nzuri sana katika wizara hii. Na ndio maana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakukosea hata kidogo kukupa wewe mwanamke shupavu, mwanamke hodari, mwanamke ambaye una maono mazuri, kukupa wizara hii ambayo ni wizara nyeti sana katika ustawi wa taifa letu. Kwa nini nasema ni wizara nyeti? Wizara hii ni wizara ambayo haiachani kwa mbali na wizara ya kilimo. Wizara ya kilimo ni wizara ambayo inazalisha chakula, na wizara hii nayo inazalisha chakula. Huku kwenye kilimo tunapata wanga, na huku kwenye wizara hii tunapata protini. Wanga bila protini hakuna lishe. Wanga bila protini, lishe hakuna. Kwa hiyo ni matarajio yangu na ni imani yangu, kwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni msikivu sana, wizara hii ataiongezea bajeti kutoka hapa ilipo na kupata bajeti kubwa. Ni rais huyu ambaye aliongezea bajeti kubwa kupita kiasi wizara ya kilimo baada ya kuona changamoto. Leo hii kilimo kinajitosheleza kwa chakula. Kwa hiyo Mheshimiwa Ashantu, usiwe na wasiwasi, endelea kupambana. Ni imani yetu utaongezewa bajeti, na hata hao samaki watatoka hapo walipo, watakuwa ni wengi, na tutakula, tutajitosheleza kwa chakula hapa nchini, na kilichobaki tutauza nje ya mipaka yetu. Mheshimiwa Waziri, nataka nizungumzie hali ya mifugo. Bara la Afrika ni miongoni, na katika nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye mifugo mingi sana, ukiachana na Ethiopia. Sasa kutokana na muktadha huo, na ndio maana nimesema usiwe na wasiwasi, rais atatuongezea, na sisi wenyewe tukiendelea kupambana tutaongezewa hiyo bajeti. Hatimaye tutauza nje mifugo mingi, na tutakuwa na ile mifugo ambayo itatosheleza ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, nataka nizungumzie swala hilo la mifugo. Mifugo ndio kila kitu. Mifugo ni rasilimali. Wananchi wa Tanzania walio wengi ni wakulima na wafugaji. Na kwa kuwa wananchi hawa ni wakulima na wafugaji, tunachohitaji sasa hivi ni yale maoni ambayo kama kamati yameelezwa. Yale maoni yakitekelezwa, mabadiliko makubwa yatatokea katika
nchi yetu na taifa letu hili la Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kuhusiana na swala zima la vizimba, sisi tupo kwenye ukanda wa Pwani, lakini hapa nilichokisikia sehemu kubwa nimesikia ukanda kwenye maziwa. Hivi huku kwenye bahari kuna mpango gani kuhusiana na swala zima la vizimba? Kwa sababu kuna maeneo mengine yanaweza kupelekewa vizimba na uzalishaji wa samaki ukawa ni mkubwa. Mheshimiwa Waziri, naomba uliangalie hili. Na ukanda wa Pwani huu ni ukanda mrefu sana. Ukiliangalia hivi na ukatuletea, litatusaidia. Sambamba na hilo, kwenye huu ukanda wa Pwani tunaipongeza sana serikali kwa kutuletea ile bandari kubwa ambayo ipo kwenye mkoa wetu wa Lindi, wilaya ya Kilwa, na mpaka sasa imeshakamilika kwa zaidi ya 90%. Ongezeni nguvu tuweze kukamilisha, ili wale samaki waje pale na wauzwe katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya mipaka yetu. Kwenye hilo eneo la samaki, katika jimbo langu mliniahidi mtanijengea soko la samaki. Mpaka leo hii ile soko la samaki bado halijajengwa. Naomba mnisaidie juu hili. Na ukanda ule na hasa jimbo la Mchinga, samaki ni wengi sana. Na bahati mbaya, baada haya mafuriko yaliyotokea juzi, lile soko lote limeharibiwa, limevunjika kabisa. Naomba muangalie kwa jicho la pekee. Mheshimiwa Waziri, kuhusiana na swala zima la majosho, ninawashukuru na naipongeza serikali. Kwangu kule, pamoja sio eneo la wafugaji, lakini kuna wafugaji. Kuna wafugaji wengi kutoka maeneo ya mifugo wamekuja kule na wamejengewa majosho. Tunashukuru na kuipongeza serikali, lakini kuna jambo moja, pamoja na kukamilika kwa majosho yale, kwa sababu eneo analofuga ni eneo la Kilangala, eneo la Mipingo, kata ya Mipingo na kata ya Kitomanga. Kuna wafugaji wengi utafikiri, yani Wasukuma wale, samani kwa kuwataja, wamejaa kule na wanafanya ufugaji mzuri, wala sina mashaka nao. Lakini kuna kitu kimoja hakijafanyika. Madawa hayajaletwa, tunaomba mtuletee hayo madawa. Mheshimiwa Waziri, naomba baada ya kuyasema hayo, sikuwa na mambo mengi ya kuyasema, isipokuwa nipongeze serikali kwa mchango ambao unapatikana kutokana na hayo mauzo ya samaki na mauzo ya nyama. Taratibu ndiyo mwendo. Mheshimiwa Rais anahitaji kila wizara aipatie pesa kwa 100%. Lakini kutokana na sababu moja au nyingine, ndio maana unakuta wizara hii anaipa kiasi hiki, wizara hii anaipa kiasi hiki. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge wenzangu, wala tusiwe na wasiwasi, tuendelee kusema ni imani yetu, kwa kuwa tunaenda kwenye uchaguzi. Pengine tutakaporudi, na imani yetu sisi sote tutarudi. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa, kwa nini tusirudi? Tutarudi na tutakuja kuyasemea haya, na tutayaona mabadiliko kama yaliyotokea kwenye Wizara ya Kilimo. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Ninawatakia waheshimiwa wabunge kila laheri na mafanikio makubwa huko majimboni. Tumuombe Mwenyezi Mungu, wote tutarudi kwa kazi kubwa na nzuri ambayo tumeifanya. Na mimi nawashukuru wapiga kura wangu
Wapiga kura wangu wana imani sana na mimi, sina mashaka nao, nawatakia kila laheri na baraka. Asanteni sana kwa kunisikiliza.